Niseme kwamba Jeshi la Magereza ni moja ya vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, ambapo ipo kisheria kwa sheria namba 34 ya mwaka 1967 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2002, na ikiwa na majukumu makubwa matatu. Moja ni kuhifadhi, kutunza na kurekebisha wahalifu. La pili ni usalama na amani ya wananchi. La tatu, kuhakikisha ustawi wa jamii. Tukienda moja kwa moja katika swali lako la Tanzania ya viwanda. Naam. Ni kweli hili swala limechukuliwa kwa nguvu kubwa sana na Jeshi la Magereza katika kuunga mkono uongozi wa awamu ya 5 unaoongozwa na Dr. John Pombe Magufuli. Ieleweke kwamba Jeshi la Magereza tangu mwanzo wake tulikuwa na viwanda vidogo vidogo vilikuwepo vinavyohusiana na utengenezaji wa viatu, kutengeneza sukari na viwanda vya seremala na vingine vya kilimo. Lakini kutokana na wakati ulivyokwenda, vile viwanda vikachakaa, teknolojia ikapitwa na wakati, kwa hiyo vingi vyake vikawa vimekufa. Sasa kwa awamu hii tumekuja na nguvu mpya. Hadi sasa tumeingia mikataba na taasisi za kifedha au hifadhi za jamii 4 za Tanzania. Ya kwanza ni PPF na NSSF. Hawa tumeingia nao ubia katika ufufuaji wa kiwanda cha sukari kilichopo Gereza Mbigili, Morogoro, kwa kukijenga upya na teknolojia ya kisasa. Na pia kwa hiyo tutashindana na hao wengine, lakini tunajua sukari ule unatupandishia bei sasa, hautakuwepo. Wakificha tu sukari, sisi tunatoa ya kwetu inakwenda. Kwa hiyo tuna mpango huo, na sasa hivi katika site tayari kuna matrekta 3 na tumeshalima ekari zaidi ya 1000 kwa ajili ya kupanda miwa. Kwa hiyo kwa upande huo tuko hivi kwa kiwanda cha sukari. Pili, tuna ubia mwingine na PPF peke yao. Ubia huu ni kuhusiana na kukiendeleza kiwanda cha viatu kilichopo Karanga, Moshi. Hiki kiwanda kipo, hakijawahi kufa, yani kilikuwa kinaendelea, lakini uzalishaji ulikuwa unakwenda chini siku hadi siku kutokana na uchakavu wa mitambo. Sasa hivi kiwanda kile kinaweza kikatoa pea 150 za viatu kwa siku. Kwa hiyo ubia tulioingia na PPF, kwanza tukiongezee uwezo kile kiwanda kiweze kutoa pea 400 kwa siku. Wakati hiyo linaendelea, itafika mwezi Julai tunajenga kiwanda kipya ambacho kitakuwa na uwezo wa kuchakata ngozi, kutengeneza soli na kutengeneza viatu. Kwa tutakuwa na viatu imara kutoka magereza vingi sana, na hivyo ndio vitakavyoweza kutumiwa na majeshi yetu na shule zetu za serikali hapo mbele itakapobidi. Kwa hiyo kwa upande wa soko katika hilo hatuna wasiwasi. Na utengenezaji wetu ni mzuri tu. Ya tatu, tunaingia ubia wa kutengeneza kiwanda cha kutotoa kokoto pale Dodoma. Tumeona kuna umuhimu wa kutengeneza hiki kiwanda cha kuweza kutoa kokoto za kutosha, kwa sababu serikali inahamia Dodoma. Tuna uhakika kwamba tutapata soko kubwa katika kiwanda chetu hicho tunataka kukianzisha. Kwa hiyo tunaingia ubia na GEPF ambao tuko nao sambamba na tuko katika hatua za mwisho. 4 ya viwanda, tuna National Housing Corporation. Hawa tunakwenda nao katika kuona ni viwanda gani vingine tunaweza tukavianzisha ili kuweza kupeleka hili swala la viwanda Tanzania. Lakini kwa kuanzia hawa tutaanza na majengo ya nyumba za kuishi, kwa sababu lazima tupate watu wanaoishi hususan kule Dodoma, ili wawe wanatoka nyumbani wanakwenda kufanya kazi. Ndio. Naam, kwa maelezo haya naona kweli mpo katika uchumi wa viwanda, na nyinyi basi halitawaacha. Ndio. Na labda zamani kulikuwa na viwanda vidogo, tunaona sabuni za magereza, bidhaa za mkonge na chumvi. Bado vipo? Hivyo viwanda bado vipo. Tunaviendesha, na ndio hivyo nilivyosema kwamba tunataka sasa tuviboreshe. Viwe vizalishe zaidi na viwe vya kisasa zaidi. Hivyo viwanda bado vipo na vinaendelea. Lakini tumesikia ngozi. Ili viwanda viweze kukua kunahitajika malighafi ambayo huzalishwa na kilimo. Kwenye kilimo mmejipangaje? Kuna wakati nadhani serikali awamu iliyopita iliwapa jukumu la uzalishaji wa mbegu. Hali ikoje katika hili? Hilo bado tunaendelea nalo,
kupitia wakala wa mbegu ASA. Yeye yule ndio anayetuwezesha kuweza sisi kuzalisha hizo mbegu, na tunazalisha mbegu za aina nyingi, zikiwemo za mahindi, zikiwemo za alizeti, zikiwemo za ufuta na mazao mengine. Na mbegu hizi zinakaguliwa, baada ya kukomaa tunawauzia tena ASA. Hao ASA ndio wanaopeleka kwa wakulima. Bila shaka hapa kuna soko kubwa sana, kwa sababu mbegu pia za ASA bado haziwezi kutosha idadi kubwa ya wakulima. Ndio. Pengine labda kama na mpango ya kujipanua zaidi katika hili. Tumejipanga zaidi kuweza kuendeleza shughuli zetu za kilimo. Jeshi la Magereza kwa ujumla wake tuna eneo la hekta 130,000, yani hizo ni ekari 260,000. Katika hizo ekari 130,000 hizi ziko vizuri katika masuala ya kilimo. Na labda kwa kugusia tu, ndugu Haonga, serikali imeshatupa matrekta 50 ya kuweza kuyatumia katika vituo vyetu. Sasa hapo naona swala la uongezekaji wa mbegu na chakula kwa wafungwa, chakula kwa jamii litakuwa kubwa. Matrekta 50 ni kianzo kikubwa sana cha katika kuanza. Kwa hiyo tumejipanga hivyo. Jeshi la Magereza pia linaendesha kitu kinaitwa programu za urekebishaji magerezani. Hii ni nini na labda inafanyikaje? Mtazamaji wangu angependa kufahamu. Ni kweli, ndugu mtangazaji, inavyoonyesha jamii haielewi magereza tunafanya nini na wahalifu. Kwa mimi mwenyewe wao jamii wengi wanasema ni kushika funguo, kufungua mlango, mfungwa atoke na kumfungia jioni. Si hivyo. Ndio. Urekebishaji ni eneo pana ndani ya Jeshi la Magereza, na hili linakuja katika kumrekebisha mfungwa anapotoka ili akawe raia mwema. Kumbuka kwamba mfungwa anatoka kwenye jamii, na mara anapomaliza adhabu yake inabidi arudi kwenye jamii. Sasa anaporudi kwenye jamii ni lazima abadilike. Kwa hiyo Jeshi la Magereza tunafanya jitihada zote kuweza kuwabadilisha. Tunafanyaje? Kwanza tunawapa elimu. Baadhi ya wafungwa wanaoingia gerezani hawana elimu hata ya darasa la kwanza. Kwa hiyo tuna madarasa hayo ya kuweza kuwapa elimu ya watu wazima, na wengine wanakuwa wameishia katikati baada ya kujiingiza kwenye uhalifu, akaishia darasa la 5, akaishia form 2. Naye kule ndani tuna program zetu ambazo tunamfanya aweze kusoma. Tuna magereza ya vijana kama liloko Wami, tunawapeleka wanaendelea kusoma. Isitoshe, katika urekebishaji huu, ndugu Haonga, sasa hivi tuna wahitimu wafungwa 3 wa shahada za kwanza za sheria na rasilimali watu. Hawa walikuwa wafungwa, tukawaweka katika programu hizo, wamemaliza na sasa hivi wanaendelea na maisha yao huku nje katika kujitafutia riziki katika njia halali. Sasa hilo ni moja ambalo tunalifanya katika urekebishaji, na tunao wataalamu wa kutosha ambao wanashughulika hilo. Lingine katika urekebishaji tunalolifanya ni kuwapa ufundi. Kama tulivyozungumza, tunawapa ufundi wa ushonaji, ufundi wa kutengeneza viatu, ufundi uwashi, ufundi seremala kutoka kwenye viwanda vyetu na magereza yetu, kwa imani kwamba wanapomaliza wanakwenda kutumia ufundi huu katika kujiendeleza katika maisha yao. Kwa hiyo hapa tumeshamrekebisha, na tunayo mifano ya kutosha ambayo wafungwa wengi ambao tumewafundisha wapo wanaendelea na shughuli zao. Isitoshe, baada ya kuwapa ufundi huo ndani ya vyuo vyetu, tuna vyuo viwili, chuo cha Rwanda Mbeya na chuo cha Morogoro. Hivi vinashughulika na kuwapa elimu ya ufundi wafungwa na askari katika vipindi tofauti. Wakishahitimu, baadhi yao tunawapeleka VETA wanafanya mitihani. Wakifanya mitihani, wale wanaofaulu wanaweza kuajiriwa katika sehemu zingine, na wale wengine watajiajiri wenyewe. Kwa hiyo tuko hapo katika huu urekebishaji. 3, tuna mafunzo mle ndani ya saikolojia ili kuweza kuwaweka vizuri kwamba wanapotoka wawe na maisha mengine. Tunawatumia wao wenyewe, inaitwa elimu rika, kuelimishana jinsi ya kwenda kuishi na jamii, kwa sababu unarudi tena kwenye jamii. Kwa hiyo tunawatoa, watakapotoka wanakwenda kule kuishi vizuri. Kwa hiyo zana ya urekebishaji iko hivyo, kiufundi na kielimu.
Ndio inaitwa programu za urekebishaji Programu za magerezani. urekebishaji, sawa sawa. Pengine mambo ni mazuri huko, kwa sababu wengine wakitoka wiki hiyo tena unakuta amekosea tena anarudi huko huko. Ni kweli hizo kesi zipo, Ndio. lakini katika uchunguzi wetu tunafanya utafiti, wafungwa wote tuna rekodi zao. Kwa hiyo anaporudi mara ya pili tunamuona kwamba huyu amerudi mara ya pili. Kweli wafungwa ni wengi, kwa sababu sasa hivi tuna karibu 39,000 ndani ya magereza yetu. Sasa hawa ni watu 39,000 wenye tabia tofauti. Kuna wale ambao labda walifanya makosa kwa bahati mbaya, hiyo linawezekana. Kuna mwingine alifanya makosa kwa ushawishi tu wa magrupu yake. Kuna wengine ambao wanafanya makosa kwa makusudi akijua kwamba anafanya kosa. Sasa hawa ambao wanarudi wapo, lakini kwa sasa hivi kwa jitihada tunazozifanya wamepungua sana. Wapo lakini ni wachache sana ambao wanarudi. Ukitazama mfumo wa jeshi la magereza, hususan miundombinu yake ikiwemo makazi ya askari ni haba na pengine maeneo mengine yamechakaa. Labda mnajipangia, kwanza kuna upungufu kiwango gani katika labda jeshi la magereza la makazi, mahitaji halisi za maofisa labda na nyumba zilizopo? Sasa hivi jeshi la magereza linahitaji nyumba 14,000 ili liweze kutosheleza askari wake kukaa kwa nafasi. Mpaka sasa tuna nyumba 4,000. Kwa hiyo tunahitaji nyumba zaidi ya 10,000. Ni mbali, lakini nadhani tuko katika jitihada hizo. Naam, wanasema tembo ni mkubwa sana, huwezi kumla kwa siku moja. Sawa sawa. Hata kipande mpaka ataisha. Ni kweli. Katika kuliona hili, serikali ya awamu ya 5 Ndio. tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli, baada ya kusikia kwamba jeshi la magereza lina tatizo la makazi, akaanza na sisi. Ametoa shilingi bilioni 10 kwa ajili ya kujenga makazi ya nyumba 380 kwenye gereza la Ukonga. Nyumba hizi si haba kwa sababu hazikuwepo. Askari wanakaa mitaani, wanakaa mjini, unakuta ulinzi unakuwa hauendi pale ndani ya jeshi. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tumeanza na hizo na tuna imani kwamba ataendelea kutupatia tena uwezo wa kuweza kujenga hizo nyumba. Sasa baada ya kujiridhisha na usimamizi wa hizo bilioni 10. Ndio. Umeona yeye mwenyewe amefanya hapo, tumeona kijiji hapo Mlimani. Ni kweli. Wakati ananikabidhi hizo fedha, Mheshimiwa Rais amesema yeye pesa yake hailiwi. Kwa hiyo pesa yote ile itaingia pale, akijiridhisha ile hela haikuliwa. Na mimi nimemwahidi hivyo, mzee, hapa akitoka kitu tutapata nyumba zako 380, na tukienda vizuri tunaweza tukapata nyumba zingine zaidi ya 50 kutokana na saving tutakayoifanya pale. Lakini lingine, katika nyumba askari wamehamasika na tuko katika maeneo tofauti. Tunafyatua matofali wenyewe ya udongo na kuchoma. Tunatafuta nyenzo zote zilizoko katika eneo husika katika mazingira yale. Hivi sasa tuna nyumba 400, zaidi ya 400 ambazo tunajenga. 190 zimekamilika, 200 ziko katika hatua tofauti, lakini hizo tutazikamilisha katika maeneo tofauti. Kwa hiyo katika swala la makazi sasa hivi tuko hapo. Tumejipanga, lakini tutaendelea zaidi viwanda vyetu vitakapokuwa vimeanza kazi. Naam, na nadhani hivi tunavyozungumza pengine naye anakutazama. Amesikia ukirejelea. Sasa wala nimekuona hapo. Ndio. Na labda kwa nchi nzima mnakabiliwa na upungufu wa asilimia ngapi? Sasa hivi tunakaribiwa na upungufu wa 70% ya nyumba. Ambapo ni mahali parefu, lakini nadhani tutaweza kujitahidi siku hadi siku. Nasema kwamba tunakwenda taratibu. Tutafika. Ile tembo tunamkata kidogo. Sawa. Na pengine mkuu, kuna mchango wa jeshi la magereza. Awali ulisema kazi yake ni ulinzi, kuhifadhi, lakini pia udhibiti uhalifu nchini. Ni kwa namna gani katika eneo hili ambalo mnaweza mchango wenu magereza katika kuzuia na udhibiti wa uhalifu hapa nchini? Kwanza, kama nilivyosema, jeshi la magereza ni moja ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kunapotokea hitaji la askari magereza kwenda kufanya masuala ya ulinzi na usalama, tunahusika kwa 100%. Tunapohitajika kwamba sasa hapa lazima jeshi lingine liweze kusaidia katika kurudisha amani na usalama wa nchi yetu. Hilo la kwanza. La pili, wale wahalifu wanaondoa sana amani na usalama
kwenye jumuiya. Kwa hiyo sisi ni kazi yetu kubwa sana kuhakikisha kwamba mhalifu anapotoka gerezani harudii uhalifu. Asiporudia uhalifu, basi usalama na amani vitakuwepo. Kwa hiyo hilo ndio tunalojitahidi, hapo ndio tunakofanya katika swala zima hili la urekebishaji, kwamba anapotoka akawe mtu mwingine, jamii impende, jamii iweze kuona kwamba huyu amerekebishika, waweze kumwamini. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo linaonekana kwamba tutakuwa pamoja katika masuala ya ulinzi na usalama. Na ikumbuke kwamba Jeshi la Magereza vile vile ni moja ya vyombo vilivyopo katika kamati za ulinzi na usalama za wilaya na za mikoa. Kwa hiyo mambo yote ya ulinzi na usalama yanayopangwa kule, na sisi tunahusika katika kuliendeleza taifa letu liweze kuishi kwa amani na usalama. Tumeshuhudia wengi wakitoka kule anakuwa mhubiri, anakuwa amemrejelea Mungu wake katika jamii zetu. Ndugu Honga, ni kweli unalolizungumza. Moja ya vitu tunavyovifanya kule ni kuwaalika, kuwakaribisha viongozi wa dini zote ambazo zina waumini katika gereza fulani. Mahubiri yanasaidia sana kumuondoa mtu katika fikra potofu alizokuwa nazo na kupata fikra zinazoweza kumuendeleza. Kwa hiyo wengine wanapotoka kule ndani, unakuta sasa ameona yeye njia yake ya kwenda ni kuhubiri, amempokea Mungu, kwa hiyo anaona aendelee naye huko ili kuepuka yale aliyoyafanya. Aendelee kuokoa na wengine wanaendelea kuokoka. Sawa sawa. Mtazamaji, tunazungumza na Kamishna Jenerali wa Magereza Dr. Juma Malewa, ambayo mengi umeweza kumsikia. Nilikuahidi kuwa tutaangazia maoni yako kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook. Nora Kivinge wa Sadani Mafinga anasema, Jeshi la Magereza mbona wao hawajibiki kama jeshi la polisi tunavyotambua wajibikaji wao, yaani kujitokeza kwenye halifu? Bila shaka labda hapo ni tuseme kidogo. Naam. Kwamba Jeshi la Magereza linafanya kazi kwa pamoja na jeshi la polisi na mahakama na magereza. Mhalifu anapokamatwa na polisi anakwenda mahakamani. Akitoka mahakamani, kama anahukumiwa, anakuja gerezani. Sasa sisi Jeshi la Magereza tunamlinda pale ndani ili mhalifu asiweze kutoroka, aweze kutimiza adhabu yake, na pili tuweze kumrekebisha ili atakapotoka awe raia mwema, asiwe tena mhalifu. Kwa hiyo ndio mchango wetu sisi huko hapo. Lakini kwa sababu huko ndani wananchi wengi wanakuwa hawauelewi. Tuna watu 39 nimekwambia. Hao ni wengi. Yuko mwingine hapa, Baba Gerard Michael, yeye anasema, huyo wa Charambe Mbagala, anasema, binafsi ningependa kufahamu ni kwa nini jeshi hilo limekuwa na makazi duni na uhaba wa nyumba za watumishi, ikiwa rasilimali watu wanao. Yeye anaamini hivyo. Hilo ni kweli, rasilimali watu tunao, lakini kuna uwezeshaji mwingine ambao ulikuwa unatakiwa uwepo ili kuweza kupata makazi hayo. Na sasa hivi serikali imeshalichukulia kwa umuhimu wake. Nadhani hayo yatakuwa ni historia baada ya muda si mrefu. Naam. Na mwingine ni Masanja Deusi kutoka Igate Geita. Sasa jeshi limejipangaje kukomesha uhalifu? Nadhani katika maelezo yake atakuwa amepata majibu, lakini pengine labda kumhuzisha zaidi. Katika kukomesha huu uhalifu ndio tumejipanga. Niseme tu sasa hivi tumejipanga kisasa zaidi. Tumeingia katika program ya kuanzisha sayansi ya urekebishaji. Kwamba askari wetu sasa sio kujifunza tu askari magereza wa kulinda na kufanya shughuli kama hizo. Sasa hivi tuko katika weledi, kufanya kazi yetu ya magereza kiweledi zaidi. Kwa hiyo tumeanzisha chuo cha taaluma ya urekebishaji hapo Ukonga, ambapo sasa hivi tuna wanafunzi tumeanza nao 24 si haba, na tunaendelea. Hawa ni wa astashahada, baadaye tutakuwa na shahada. Na pia chuo hiki ni cha kimataifa, ambapo tunaweza tukapata vile vile wanafunzi au wanachuo wengine kutoka nchi zingine. Sasa kwa weledi huu ambao tutaupata wa correctional science, uhalifu lazima utapungua, kwa sababu tutakuwa tunaweza zaidi kuwaeleza wafungwa na mahabusu kwamba ni nini wameikosea jamii na wanatakiwa vipi waende kuishi na jamii. Kwa hiyo correctional science itaondoa hilo swala. Naam, kwa hiyo mnaingia katika akili zao kuwabadilisha, kutoa ule mrengo mwingine. Sawa sawa. Na masharti lazima mtu awe ni askari magereza. Kwa nchi zingine sio lazima awe askari magereza, na kwa sababu kuna nchi zingine ambazo zina magereza binafsi. Kwa hiyo wanaweza watu wao wakataka wakasome kwenye hicho chuo.
lakini kwa sisi kwa sababu bado ndio tunaanza, kwa hiyo hata maofisa wengine tutakaochukua kutoka nje na kutoka kwenye magereza ili tuweze, kwa sababu hivi vyuo kwa Afrika viko vichache. Kwa hiyo tukianzisha hicho, baadaye tutaona kadri nidi zinavyokwenda, mtu anaweza kataka kuja kusoma, tutamkaribisha kwa faida yake. Naam, pengine tukiangazia sasa, wewe ni mzazi, unapotembea katika maeneo yetu, unaonaje hali ya maadili katika jamii zetu hizi? Kweli niseme tu kwamba maadili yamebadilika sana, na sasa hivi ni vijana wanashindwa kujituma, vijana wanashindwa kupeana mawazo mazuri, wanaingia kwenye uhalifu. Hivi ninavyokuambia, Tengano, gerezani namba za vijana ni kubwa, vijana ni wengi tulionao, kama hao wengine nilisema hata shule hawamalizi, wanaingia kwenye masuala ya uhalifu, wanapatwa na hatia, wanafungwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba vijana sasa hivi ni wape wito, wajiunge kwa pamoja, waweze kutengeneza maisha yao. Sisi kama Jeshi la Magereza tuko tayari kuwasaidia kwa gharama nafuu. Kama nilivyokuambia, tuna viwanda vya ufundi ushonaji, tuna useremala, tuna viatu, tunaweza tukawapa hizo ufundi huo ili waweze kwenda kujitegemea. Kweli maadili yamebadilika, hususan kwa vijana wote wa kike na wa kiume. Unajua mkuu, unachozungumza, mtu kwa mfano aliyepo Mbeya pale Rwanda anajua tu mpaka huo umepatwa na hatia ndio unaweza kwenda kujifunza kwenye kile chuo. Sawa. Raia anaruhusiwa kwenda kuongeza ujuzi, labda raia wa kawaida katika hivi chuo, kwa mfano kile pale Mbeya Rwanda. Ndio unasema sasa tumeanza na hilo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana muda wowote, na tumeshaanza kutoa matangazo. Chuo cha Morogoro na chuo cha Rwanda waje, tutawafundisha na tutawapeleka VETA, kwa sababu mtihani lazima wafanye wa VETA. Watafanya mitihani, wakifaulu wanaendelea na shughuli zao. Kwa hiyo tunawaita vijana wote. Naam. TBC ni moja ambao ni watumiaji wa rasilimali za ndani, kiwemo kama umeona samani nyingi nadhani zinatoka kwenu magereza. Ndio. Labda kuna maeneo maalum ambayo mnayo, labda watu wakihitaji thamani kwa mfano? Tunayo maeneo maalum. Tuna gereza la Ukonga, kuna kiwanda kikubwa sana. Arusha kuna kiwanda kikubwa, na Tabora. Na kwa taarifa yako ndugu mtangazaji, ni kwamba sasa hivi tuna kazi nyingi sana za samani za taasisi za serikali nyingi sana, na tunazitengeneza kwa wakati. Niseme tu kwamba magereza yamebadilika. Sasa hivi tukichukua oda yako sio ile unayoiona Sabasaba alafu inachukua mwaka mwingine kukutengenezea kuleta ile. Zaidi ya wiki 2 au mwezi tunakwambia tunakukabidhi kifaa chako. Kwa hiyo karibuni sana, karibu hao. Naam, tutafika bila shaka. Nimevutiwa sana kwa sababu ukitembelea katika bandari na wakati ule wa Sabasaba unasema hizi wanaonyesha au wanatengeneza kweli? Tunatengeneza. Mnatengeneza sana. Kwa hiyo unaweza kumletea mtu labda yuko Mbeya au tunakusafirishia popote. Popote pale ulipo, sema unataka nini, tutakutengenezea na tutakupa muda. Sasa hivi baada ya mwezi hii oda yako itakuwa tayari, tunakukabidhi kifaa chako. Naam, tukiwa turejee kwenye maadili, tumesema vijana ni wengi. Lakini unaniambiaje mimi baba na mama? Kweli unaona tunawajibika kwa wajibu wetu. Wale watoto mkizungumza nao wanaona chanzo nini? Maana unakuta mwingine hajakaa na familia yake muda mrefu mpaka anajilea mwenyewe. Wengine wanajilea wenyewe kwenye mitandao, na baba hajawahi uliza. Baba wa leo hafuatilii daftari la mwanae, hafuatilii nini, anafuatilia message za simu ya mke wake. Hiyo ndio jamii ilivyo. Lakini niseme tu kwamba wazazi wengi tunakuwa hatuwajibiki. Vijana wanatutawala, na wakishatutawala wanafika mahali tunashindwa kwa control. Nikupe tu mfano. Baba au mama ana uchungu sana na mwanawe anapokuwa ametishikwa na hatia na kuwekwa gerezani. Na anahama, anasema wamemuonea mwanangu. Anahama, wamemgomea. Anakuja kumchukulia dhamana, anapita mahakamani, anamchukulia dhamana. Huwezi kuamini. Wazee wa hivyo ndani ya magereza wako wengi sana. Kwa sababu wale vijana wamefanya nini? Wametoroka ile dhamana, wameruka dhamana. Sasa wakiruka dhamana, masharti ya mahakama kama anavyosema wanamnani. Sasa hilo ni moja. La pili, watoto wengi unakuta hawaishi na familia zao, wanajilea wenyewe tunasema. Sasa katika kujilea wenyewe unakutana na inaitwa changamoto za rika, peer pressure. Ukishakutana nazo hizo, mara moja unaingia huko. Na shuleni unakuta kwamba shule nyingi vijana hawafiki, lakini hamna hatua ya dhati inayochukuliwa ili kuweza kuwarekebisha. Hili ni swala la jamii. Na utakumbuka kwamba
siku za zamani Haonga, katika enzi zetu baba yako wewe anaweza kanichapa mimi mtoto wa Malewa Ikiwa nilikuwa nimekosa na hakuna baba hata muuliza, na anakuja kumwambia na baba hata muuliza, nimekuta wale nimewachapa, kitakachotokea ni kukuongeza tena. Kwa hiyo tuko katika hatua nyingine kabisa, na mitandao nadhani inawafanya vijana wetu wakiuke maadili kwa haraka zaidi, kwa sababu vijana sasa hivi utakuta kijana anakatiza barabara hapo, hajali kama kuna gari linakuja, hakuna gari lisimame. Haya yote haya yanatupeleka kusipo. Lakini kuna wakati mitandao hii inaweza kutumika kwa ajili ya ujenzi wa taifa, na hapa kwetu namna tulivyopokea na namna tunavyotekeleza imekuwa kinyume chake. Matumizi mengi yaliyo mengi sio biashara, matumizi mengi yaliyo mengi sio mawasiliano yale ya mtu na mtu, ni matumizi mengine mengi sana ambayo yanatufikisha hapa. Sawa sawa. Naam, sasa kama magereza, changamoto ambazo mnakabiliana nazo? Magereza tuna changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ni msongamano, na huu msongamano unasababishwa na baadhi ya maeneo kwanza kutokuwa na magereza. Kuna wilaya kama 50 hazina magereza, kwa hiyo wafungwa au maabusu wao inabidi wasafiri waende mbali kwenda kule. Sasa nayo ile ni changamoto kubwa. Vile vile changamoto nyingine inayoleta huo msongamano au inayotupa sisi kazi ni aina ya makosa. Utengano imebadilika sana. Sasa hivi tuna makosa ya dawa za kulevya, makosa ya kutakatisha pesa, makosa ya kimtandao. Haya hayakuwepo. Kwa hiyo sasa hivi inahitaji tupate nguvu ya ziada, elimu ya ziada. Ndio maana tumekwenda kwenye sayansi ya urekebishaji ili tuweze kuona hawa tunakwenda nao vipi, na kutuondoa vijana kuwazia matokeo zaidi. Sawa sawa, matokeo kazi. Lakini Mheshimiwa Rais anatukumbusha, anasema hapa kazi tu. Ili uweze kupata kitu lazima ufanye kazi. La tatu ndio hilo la miundombinu ambalo tumeshaieleza kwamba magereza yetu ni ya zamani sana. Yamejengwa kikoloni, yamejengwa kizamani. Kesi ya kuku ni kesi kubwa sana. Mtu akimuua mtu, yani aliyefanya mauaji ndio hiyo, yani maximum. Sasa zile zimeshapitwa na wakati. Yani zipo, lakini sasa hivi makosa mengine yameibuka. Kwa hiyo miundombinu yetu sio rafiki sasa hivi, lakini tunaendelea kuweza kuona tunafanya nini katika hizo changamoto. Changamoto nyingine kubwa ambayo inafanywa na wananchi ni uvamizi wa maeneo ya magereza. Haya ambayo ni akiba kwa ajili ya serikali kuweza kuwekeza miundombinu yake ya kijamii na kuweza kuyatumia. Wananchi wanayavamia. Siku za nyuma magereza haya yalikuwa mbali sana. Naam, lakini vijijini huko Nkasi sijui wapi huko, lakini watu wameendelea kuongezeka, wamefika, wanaanza kuvamia. Tulifanya makosa kule zamani, tulikuwa tunasema sasa hivi ardhi mbona kubwa, tuwakatie kidogo walime, baadaye watarudisha. Ngamia ameingiza kichwa. Ndio hivyo. Anasema nimekaa hapa miaka 20 nimeolea hapa watoto hawa wote. Tulikuwa ziba. Kwa hiyo hili ni kubwa. Sasa ukiacha ambao tumewazima, kuna wengine ambao wanaingia kwa nguvu. Huo ni mgogoro ambao upo sana kule, ambao tunaomba wananchi huo waweze kuusitisha. Na changamoto zingine ni vitendea kazi kwa askari. Kwa kweli vitendea kazi hiyo ni changamoto, lakini tunavifanyia kazi ili waweze kufanya kazi kwa amani na kwa ari. Lazima maslahi yao na vitendea kazi tuweze kuwapatia. Naam, jamii inakutazama na vijana wako pia wanakutazama. Unaambiaje popote walipo Tanzania? Mimi kwanza kama nilivyosema ni shukuru TBC. La pili, kwanza niwaambie wawekezaji waje. Magereza ipo, tumejipanga kutaka kuwekeza. Tuna ardhi kubwa, tuna maeneo mengi, tunaweza tukajenga viwanda vya kilimo, ufugaji na seremala na viwanda vingi tu vya viatu kama hivyo nilivyosema. Kwa hiyo wawekezaji waje. La pili kama hilo ni kwamba nimesema wananchi waache kuvamia maeneo yetu, kwa sababu ile ni rasilimali ya serikali ambayo kila mmoja anatakiwa aiheshimu. La tatu, labda kama sitapata muda niseme tu, mimi nishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa jinsi inavyotupia jicho kwa jeshi la magereza. Wizara zote tukianzia wizara mama, wizara ya mambo ya ndani, wizara ya elimu, wizara ya afya, wizara ya maliasili, wizara yote, wizara ya fedha, zote zile zina mkono wake katika kurekebisha na kuboresha mambo ya jeshi la magereza linavyoendelea. Kwa hiyo nitoe yote tena kuwaita wawekezaji, kwa sababu sisi tuna brigade ya ujenzi. Ndio. Huwezi kuamini Haonga.
Majengo mengi sana hapa tumejenga, lakini kwa sababu tuko ndani hatuonekani. Ndani hapo ni kando Tumejenga tumejenga baadhi ya nyumba za makazi ya polisi pale Kilwa Road, ni sisi tumejenga baadhi ya zile nyumba. Aha, sura tambua tu wale wengine. Tunaendeleza ujenzi wa bunge annex, ni sisi tunajenga mpaka hivi sasa. Kikosi changu kiko pale kinaendelea. Tumejenga jengo la sayansi na teknolojia, tumejenga Kidatu chuo cha polisi. Haya yote ni maeneo makubwa ya ujenzi. Pale tuna kila aina ya fundi ujenzi, mainjinia tunao, ambao tunakaribisha yoyote anayetaka kujengewa nyumba binafsi, ofisi, taasisi, waje tutawafanyia hiyo kazi, kwa sababu sisi ni first class contractors. Kwa hiyo tuna uzoefu na uwezo mkubwa sana. Kumbe mmejengewa uwezo kwa kiwango hicho. Ndio. Na first class contractors sio mchezo. Ni kweli. Na kwa hiyo mtu yoyote hata binafsi sasa akitaka yoyote akija tunakaa tunamjengea na nini. Kwa hiyo hata hizi halmashauri zingeweza kuwajengea watumishi wao, maana nao wamekuwa wakihangaika. Bora nyinyi, lakini halmashauri zilikuwa zikihangaika zaidi. Walikuwa hawajui kwa sababu bado tulikuwa hatujajitoa. Lakini nadhani kupitia kipindi hiki nadhani tutapata mafanikio mazuri ya kuweza kusaidia jamii. Sisi tunasaidia, hatufanyi pale kibiashara zaidi. Biashara. Kwa hiyo mtu yote akija akitaka kupata ushauri, kupata ramani yake, basi anaweza kuja katika ofisi zetu. Mpaka aje Dar es Salaam tu au maeneo mengine yote popote pale, kwa sababu kila mkoa tuna mkuu wa magereza wa mkoa. Yule ataongea naye, tutawasiliana na yeye sasa. Tunafikia wapi, then tuna mobilize mafundi wanakwenda kule. Lakini tutasahau kilimo. Naam, nilikuwa nakuja huko kwa sababu na kilimo kinanigusa zaidi mimi mwenyewe. Kwenye kilimo kwanza tuna shamba darasa katika magereza mengi, ambapo wananchi wanaruhusiwa kuja pale na kujifunza bure. Anapata elimu hiyo bure ya shamba darasa. Na unaweza ukashangaa mfungwa ndio anaitoa elimu ya shamba darasa baada ya kuiva. Yes. Na kwamba kutoka kule sasa, unajua watu tunakosea. Biashara pekee ambayo haiji kufa ni ya kilimo. Kwa sababu ili uishi lazima ule. Sawa sawa. Lazima yani, kwa hiyo ukishughulika na kilimo maisha yako yote utakuwa umejiajiri. Kwa hiyo sisi tuna mashamba, alafu sisi tunatumika na serikali katika kuanzisha kilimo kingine. Kwa mfano, Mpwapwa na Kongwa tumeanzisha kilimo cha korosho. Tumeanzisha hicho kama pilot, yani kama pilot study wazungu wanasema. Lakini sasa hivi inaonekana Mpwapwa na Kongwa wanaweza wakalima hayo mazao na akawaletea tija. Lakini ilianza na jeshi la magereza. Naam, nilizungumza na mtafiti kutoka Naliandele, Dr. Juma Mponda. Kaniambia ukanda ule pia korosho na wanaweza kafikia hata wakavuna mara 2 kwa mwaka. Sawa sawa. Naam, mtazamaji, nilikuwa na Kamishna Jenerali wa Magereza Dr. Juma Malewa. Mengi umeweza kusikia kuhusiana na nini magereza wanafanya katika uchumi wa viwanda, hali kadhalika na mchango katika uzuiaji na udhibiti wa uhalifu nchini. Lakini pia amekwambia fursa ambazo zipo kupitia jeshi la magereza. Kwa hiyo kijana, mahali popote ulipo, basi ni budi kufika katika maeneo haya ya magereza ili uweze kupata ufundi stadi za kilimo na ufundi stadi wa kazi. Nirejeshe matangazo haya sasa kwa ajili ya taarifa ya habari.